Muziki noma. Noma sana. Hatari. Kali sana. Kitu loading. Ni kitu nini? Tunasema something loading. Kitu inatafutwa. Kuna kitu anakuja. Kitu safi. Kitu hivi. Ngoma kubwa sana. Watu wakae Rada. Aga. Tumekaa hapa tunaunda kitu. Wale wakukaa ready. Wakae tuko hapa. Oresha tuko hapa. Tunatengeneza kitu kubwa. Tuko jukoni. Na ngaka. Ikizimba. Ndio zimba ya beats. Yanayo sirige voice. Iko na zimba ya muziki pia. Haujui hapa ni Mlembele studio. Nini? Auntie, nina njaa. Muangalie. Eti auntie nina njaa. Unapenda tu kula muda wote. Muone mashavu yake alivyonenepeana na tumbo hiyo. Tena nawachukia nyie. Sijui mmekuja hapa kwangu kufanya nini. Muone vile. Yaani ninatamani hata niwawekee sumu mfe. Yaani unaanza tu kula tu. Kufanya kazi hujiongeza hata kama ukaoshe vyombo. Auntie nina njaa. Sikupi chakula wala nini. Yaani haja kupa aliyekuleta mjinga wewe. Mtokee mbele yangu hapa usinitilishe sura yako ya huruma. Muone walikwambia huku tunakula ovyo mjini. Shauri zako. Anko, njaa inaniuma. Nimemuomba auntie chakula ameninyima. Umemwomba auntie yako chakula amekunyima? Huyo auntie yako mwenyewe yuko wapi? Yupo hapo sebuleni amekaa. Na dada yako naye yuko wapi? Dada yangu amelala, naye pia njaa inamuuma. Pole sana Zendaya. Ngoja nilishughulikie hili. Zendaya ameniambia kwamba alikuja kuomba chakula hapa umemnyima. Hivi kuna kweli wote kuhusu hilo? Ndiyo nimemnyima. Na siji kumpa. Kama naweza aingie jikoni akajipikie. Dadake si mtoto wa kike kabisa. Anajilaza tu huko ndani. Anashindwa kwenda jikoni kumpikia mdogo wake. Wanategemea mimi hapa niingie jikoni niwapikie. Kwa kuwa ameniajiri nimekuwa house girl wao, si ndio? Emi, wale mabinti ni wageni hapa. Kuna baadhi ya vitu natakiwa wewe wasaidie. Sasa unavyosema hivyo unawakosea sana. Pia unanikosea na mimi mke wangu. Wageni? Muda wote ninaokaa jikoni kupika, kwa nini asinifuate dadake kule tupike wote? Wanasubiri mimi ndo niwaandalie, niwapikie. Siwezi kwa kweli. Wewe mwanamke una roho mbaya sana. Na ndio maana uzai. Zaa kwako basi uone uchungu wa kunyanyasiwa mtoto. Sio unakaa unajaza tu choo hapa ndani hapa. Kwendaga zako huko. Unafikiri kuzaa kazi rahisi? Si uzae na wewe tumuone huyo wa kwako. Jaza na wewe choo kama kazi nyepesi. Wewe chikola. Unalala tu humu ndani, unajisikia la unavyomaliza sofa zangu na kupigwa na upepo wa kiyoyozi. Kwani dada, mimi kosa langu nini? Nilikuwa tu nimejilaza. Kwani mimi dada nimekukosea nini? Koma na uishi hapo hapo. Nani dadako?
Basi dada nisamee. Hebu nyanyuka hapo haraka ukaniandalie maji ya kuoga bafuni mimi nioge. Sawa dada. Chapu, usinitumbulie macho. Emi, mke wangu, ni saa 6 ya usiku sasa, bado upo hapo. Twende tukalale. Sitaji kulala chumbani kwako. Yaani ndio umeamua kuvaa mpaka pensi yangu? Yote tu kisa utaki kunipa nyumba. Acha mambo yako bwana. Sitaki. Wewe mchana umeniambia nini hapa? Si umeniambia mimi sizai, sina kizazi. Nenda na huyo wala wako. Maybe atakuzalia mtoto. Emi, usifanye hivyo bwana. Emi, wewe ni mwanamke mrembo sana. Kipindi na kuchagua, sikuwa na stress za maisha. Nimeona wanawake wengi sana kwenye hii dunia iliyojaa kila aina ya warembo, lakini wewe, you are the best. Nimeshindwa kuvumilia kukosa utamu wa penzi lako. So please, naomba nihurumie. Asa, kama unajua unakosa kuvumilia kabisa, kwa nini hutaki kunisikiliza ninachokiongea? Lakini kwa nini hutaki kuwatoa watoto humu ndani? Aya, tangulia nikuta umejiandaa. I love you so much. Thank you. Wewe, kicho kufanya umwambie mume wangu jana nimekunyima chakula ni nini? Wewe ni mtoto, huwezi kuingia jikoni ukapika. Kama huwezi ukamwambia dadako ukamwamsha akupikie. Aya, ulikuwa unamwambia ili niachike mimi, sasa uingie wewe? Au unataka umuingize dadako mwenzetu? Afu naongea unanikalia kimya, si ndio? Unaniletea kiburi na dharau. Unaniletea kiburi ndani kwangu mimi wewe? Sasa ngoja nikuonyeshe. Dada, naona tumwambie anko aturudishe nyumbani, maana ante hapendi si tukae hapa. Usijali mdogo wangu. Kwanza aliyetuleta hapa sio anti, ni anko. Na nishaongea na anko kuhusu hili swala. Kasema yeye ndo kichwa cha familia hapa. Kwa hiyo atakalopanga yeye, hamna wa kulipangua. Kwa hiyo usijali mdogo wangu, tuvumilie tu. Lakini dada, ante anatunyanyasa. Ni sawa mdogo wangu. Asa unafikiri tukirudi tulikotoka tutaishije? Si unajua tulivyokuwa tunaishi mwanzo. Maisha magumu, sina kazi. Kula penyewe kwa shida. Ni bora tuvumilie hapa hapa mdogo wangu. Hata kama tunanyanyasika, hatuna pa kwenda. Si unajua sisi ni maskini. Tuvumilie tu. Sawa dada, nimekuelewa. Haina shida mdogo wangu.
mbona inaonekana kama pete iko mazingira haya? Yaani eneo hili hapa. Hili eneo linalozunguka hapa. Hii pete inaonekana iko hapa. Au itakuwa iko ndani huko? Hii pete. Hii pete itakuwa ndani. Hisia zangu zote zinaniambia pete iko maeneo haya. Na humu ndani ya fence, yani humu kwenye hii nyumba ndio pete ilipo. Sasa hapa itakuwa wapi? Ni eneo gani kati hapa? Ni huko nje au ni humu ndani? Au kule karibu na getini? Hapana. Pete iko hapa. Vipi mkuu? Mbona uje wako ni wa ghafla sana? Kuna tatizo? Ni kweli uje wangu wa ghafla. Nimeona kitu cha ajabu sana ikanifanya nifike hapa. Inaonekana pete iko eneo hili la kwako, lakini unachelewa kuipata. Kwa hiyo unanishaurije mkuu? Kwamba nichimbe uwanja wangu hapa ili nitafute? Hapana, sina maana hiyo. Na maanisha pete iko karibu yako. Kwa hiyo ongeza juhudi kuitafuta. Sawa mkuu. Kaka, samahani sana kwa kukusababishia matatizo. Matatizo gani tena? Mbona mimi nipo sawa? Jana nilikusikia na wifi mnagombana kwa sababu amekunyima haki ya ndoa. Usijali. Hivyo ni vitu vya kawaida tu. Vitapita, ndio mambo ya ndoa hayo. Lakini sio kawaida mwanamke kumnyima mume wake haki ya ndoa. Anyway, lakini ukiwa na shida usisite kuniambia. Sawa. Hamna shida.